Mpenzi mtazamaji wa channel hii ya The One Man Army, karibuni tena siku hii ya leo, siku ya Ijumaa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuona siku hii ya leo, na vile vile leo ndiyo siku ambayo kwamba nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa, yani birthday. Nashukuru sana Allah wa Jalla, nashukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kuniwezesha mimi kuiona siku hii ya leo, na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie maisha marefu yenye afya na yenye baraka, na vile vile namuomba Mwenyezi Mungu awajalie nyinyi watazamaji subscribers wangu, Mwenyezi Mungu awafungulie njia ya riziki, awapatie maisha marefu, awapatie afya, na awafungulie baraka nyingi sana katika maisha yenyu na yetu sote. Mpenzi mtazamaji wa channel hii, ikiwa umeandika mtandaoni ama umepost kwa mtandao message au video ambao kwamba inakashifu nchi ya Amerika, kiongozi wake na watu wake, na nchi hiyo ya Amerika pamoja na nchi ya Israeli na viongozi wao na watu wao, basi wewe hauruhusiwi kuingia nchini Amerika. Ikiwa wewe una post, unamtukana rais ama unatukana wa Amerika, ama una post jambo lolote ambao kwamba ya kuikashifu Amerika na Israeli kwa Facebook, kwa Twitter, kwa WhatsApp, kwa YouTube na channel zingine kwa social media, wewe hauwezi ukaruhusiwa kukanyaga Amerika. Na kama umekuwa umeingia Amerika na wanafanya hivyo na wewe ni mtu ambao si raia wa Amerika, basi visa yako na kukaa kwako itafutuliwa mbali na utafukuzwa Amerika. Hii ikiwa wewe ni mwanafunzi, ikiwa wewe umeenda kufanya kazi, ikiwa kama wewe umepata green card, basi ikiwa wewe umepost jambo lolote ya kuikashifu Amerika, ya kukashifu viongozi wake, na vile vile ya kukashifu Wayahudi, nchi ya Kiyahudi, basi moja kwa moja wewe visa yako inafutuliwa mbali. Hauruhusiwi ama hautoruhusiwa kuingia au kukanyaga Amerika. Hiyo ndio masala kadhaa. Hii ni katika masharti ambao kwamba yamewekwa, ni vizingiti vimewekwa. Hivi sasa nchi ya Amerika inafukuza raia wa nchi kadhaa wa kadhaa. Yenda umeingia kwa nchi hiyo kinyume cha sheria, au umekuwa ukikashifu Amerika na Israeli kwa mitandao ama kwa vyombo vya habari, wewe hautaruhusiwa kuingia Amerika. Tayari watu 500 ambao kwamba wamekuwa wakifanya hivyo kupitia mitandaoni tayari wamefukuzwa, visa zao vimekuwa cancelled, vimefutuliwa mbali kuingia Amerika. Watajuaje ya kwamba wewe umepost kwa social media kuhusu Amerika, umeongea vibaya ama umekashifu Amerika na Waisraeli? Kwa sababu watajua, kwa sababu Amerika wanatumia ile kitu inaitwa artificial intelligence.
artificial intelligence. Artificial intelligence hiyo inamaanisha wanatumia mbinu katika kujua kupitia Google, kupitia satellite, kwa sababu Amerika kwa sasa, Amerika ndio inathibiti na Waisraeli hao ndo wanathibiti internet, wanathibiti satellite. Kwa hivyo satellite na internet Facebook haiwezi kafanya vile hiyo satellite. Twitter haiwezi kufanya vile satellite. WhatsApp haiwezi kufanya vile Twitter satellite. YouTube haiwezi kufanya vile satellite. Kompyuta na hizi vyombo vingine vyote dunia hii haiwezi kufanya mambo vile inaitwaje ICT. Siku hizi dunia ya sasa ni mambo ya mtandao. Sasa kwa hiyo simu ambayo kwamba unaitumia, kuna siri fulani wanajua kwamba wewe umetumia simu mahali fulani na umezungumza kitu fulani na umefanya kitu fulani, wanajua. Hata kama wanasema kwamba wewe hapa hivi hakuna kitu katikati, wanasikia. Na ukizungumza kwa lugha yako ya kinyumbani, kuna kitu inaitwa artificial intelligence. Wanajua ni lugha gani unaitumia, na hiyo lugha hata kama unaongea lugha ya kinyumbani, wanajua umeongea nini, wamejua umefanya nini, wamejua umeshare nini, wamejua umepost nini. Wamerikani na Waisraeli. So kwa hivyo na jambo nyingine, kuna ile wana share information kupitia we umeenda umeomba ombi la passport yako, ama umeomba ombi ya kitambulisho chako cha nchi, mastakabadhi na nini, lazima iweke kwa system, kwa computer. Iwe ni Kenya, iwe ni wapi, kwa migration, iwe ni wapi. Hiyo inakuwa shared. Data hiyo inachukuliwa, inawekwa mahali pamoja na inakuwa shared dunia nzima. Kwa mfano mimi Mkenya, wakati nilikuja Ulaya, nimepitia airport. Ama nilipokuwa Kenya, kulikuwa kuna ile inaitwa huduma namba. Na wakati nime apply kitambulisho changu na passport yangu, lazima nimefanya fingerprint. Na fingerprint yangu imewekwa kwa kompyuta. Hiyo data tayari international community America wanayo. Kuweka ile kidole chako sahihi, wanayo. Wamejua vizuri kukuhusu wewe. Ukitaka kujua hivyo, Amerika wanajua. Hebu angalia msikiti ama kanisa kwa Google. Kwa mfano, useme unaenda kwa Google, unasema Morogoro Masjid ama msikiti wa Morogoro. Unaenda kwa inaitwaje Google Map. Unataka msikiti wa Morogoro, Google itakuletea. Unaona? Ama Nairobi, ama umesema Dar es Salaam Pentecostal Church, kanisa ya Pentecostal kule vijijini, vichochoroni kule, Google itakuletea haswa, utaiona hii ndio ile kanisa mimi ninaienda ama wewe unaiendea. So kwa hivyo mahali popote tupo international, unaona ile nini inaitwaje, wale watu ambao wanaenda kule kwa mwezi, wala hawaendi kwa tourist, hawaendi picnic, wale wanaenda kazi. Kuna mashini kule juu, kazi yake ni kupatiana information yote ambayo kwamba inaendelea hii dunia hii. Wanapatiana information zote, zina collect data zote za dunia hii, mahali upo, mahali zipo, mahali nini. Ndio unaona siku moja
wale wapiganaji wa Hizbullah walipokuwa kivuruga Waisraeli walienda wakaweka mabomu kisiri, vilipuzi kisiri kwa kitu inaitwa pager. Zile tu walkie-talkie. Ni walipua wakiwa tazi Israeli, watu walikuwa wapi? Vilipuzi hizo walkie-talkie ambao wanaongea zililipuka ikawamaliza kule. Sasa kwa hiyo Amerika wamesema ukiwa unatumia unatusi viongozi wao, unatumia mtandao, watakupata na watakuzuia usiingie Amerika, wa Amerika na Waisraeli. Je, maoni yako yapi? Kwa sababu unaona kila siku hapa unapost. Kesho kuta unasema wacha mimi niombe green card. Wanaenda kuuliza wewe unaitwa nani? Naitwa Ahmadi haya Ahmadi unaona hii ni TikTok yako wewe. Wewe ulikuwa unazungumza nini? Facebook. Huyu ni nani? Hata kama umebadilisha jina ya uongo, watakupata. Huyu ni the one man army. Subscribe na utie kidole na utoe maoni yako. Happy birthday to me, myself, the one man army. Thank you so much kwa wale ambao kwamba wanauliza maswali, ambao wananipatia fikra nzuri, ambao wanatoa maoni zao, wanasema Ahmadi fanya hivi, hivi si nzuri, fanya hivi kwa vizuri na utaratibu. Mimi nitayatimiza na nitarekebisha. Ili hii nini yangu ya the one man army ipate kuiboreka vizuri, ili nipate kuwaelimisha na kuwaletea habari kemkem. Mimi ni the one man army. Tukutane katika video nyingine.